Jamii ya Western Kenya, maeneo ya magharibi ya Kenya, musidanganywe na Rais William Ruto na Wetangula, Mudavadi na Mzee Atuoli kwa manufaa yao ya tumbo. Pili, MCS wa Trans Nzoia, musidanganywe kubandua ama kumuondoa mheshimiwa Governor wa Trans Nzoia George Natembeya kwa manufaa ya Francis Atuoli ya siasa ya broking. Baadaye mtalijuta. Nataka nizungumzie jambo mawili. Jambo ya kubanduliwa mheshimiwa Governor Trans Nzoia na jambo ya uongo ambayo imekithiri sana maeneo ya magharibi ya Kenya. Ndugu zangu, kura ya Kenya ukijaribu kwenda na numbers ya kwamba jamii ya Waluhya wako na kura mingi sana. Lakini kwa sababu viongozi kutoka maeneo zingine ama kwa jamii zingine walifaulu kugawa Waluhya, ndio maana Waluhya hawana uwezo ya kujitegemea kama Waluhya. Namba 1, mheshimiwa Raila Odinga alifanikiwa zaidi kugawa jamii ya Waluhya kwa sababu yeye ndiye anapata kura mingi sana kutoka kule Luyani. Na wakati ya kugawa keki, jamii ya Luhya hawapati kitu ambacho ni ya kushimika, ila wanapewa kwa sababu wanawakilishwa na mtu mwingine yenye sio Mluhya. Hiyo ni namba 1. Katika kwenye agreement ya Azimio ya kwamba Raila Odinga angeshinda waziri wa fedha, ingekuwa ni mheshimiwa Wycliffe Ombessa Oparanya. Swala ambalo nauliza rais, kama mheshimiwa Raila Odinga amefanikiwa kupata nafasi katika kwenye uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, kwa nini Waluhya ama mheshimiwa Wycliffe Ombessa Oparanya hajapewa ile kiti yake ya waziri wa kifedha, ila amepewa nani? Mheshimiwa John Mbadi. Nataka nizungumzie na jamii ya Waluhya. Msiruhusu kutumika kama chombo katika kwenye siasa ya taifa la Kenya. Msikubali kutumika kama chombo kwa manufaa ya wanasiasa ambao wanatoka nje ya maeneo ya magharibi. Wao sio Waluhya, wao sio jamii ya maeneo ya magharibi, ila mnapiga kura katika kwenye ile kikapu zao. Wakati ya kugawa ili rasilimali inapeana kwa mtu mwingine tofauti. Iwapo mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anajali Waluhya kwa sababu wako na kura kwingi sana kushinda jamii yake, wakati mheshimiwa rais alimpea nafasi ya mawaziri 5, Raila Odinga angechukua ile waziri wa fedha jinsi aliahidi jamii ya Waluhya, hamkabidhi moja kwa moja mheshimiwa Wycliffe Ombessa Oparanya. Hiyo ndio uongozi bora. Jambo la pili ningependa kuambia jamii ya Waluhya. Sasa kuna njama ambayo inaendeleshwa na mheshimiwa rais na mheshimiwa Francis Atuoli na mheshimiwa Moses Masika Wetangula kumbandua mheshimiwa George Natembeya katika kwenye nyadhifa wake ya governor wa Trans Nzoia. Na hii nataka niulize Waluhya swali nyepesi, swali ambalo ni nyeresi sana. Je, mheshimiwa Natembeya kibanduliwa, the deputy ama naibu ya mheshimiwa governor Trans Nzoia ni kabila gani? Ya kwamba msikubali kutumika kama chombo Trans Nzoia kubandua kiongozi ambayo ni Mungu ndiye amemleta kwa siasa ya Kenya ama kwa siasa ya maeneo ya magharibi muda mrefu, baada ya Mluhya kutumika, baada ya Mluhya kudhalilisha, baada ya Mluhya kudharauliwa na kudunishwa kwa sababu wanaona kwamba hawana umoja. Natembeya anataka kubanduliwa na Atuoli na rais na Wetangula kwa sababu anasungumuza tatizo la Mluhya. Tangu Martin Sukuku afariki, hatujawahi kuwa na kiongozi wowote wa kiwango wa juu kama Natembeya ambaye anasungumuza tatizo la Mluhya. Martin Sukuku alikuwa anazungumuza tatizo la Mluhya. Tangu Mungu amchukue, hatujawahi kuwa na kiongozi anayeweza kusanya jamii ya Waluhya kuweka pamoja ili wazungumuze tatizo lao na maeneo ya ngome zao, na vile vile wazungumuze kuhusu muundo mzingi ambaye inafaa kutekelezwa kule maeneo ya magharibi ya Kenya. Mheshimiwa Atuoli anawakilisha tumbo yake. Kama Atuoli ni mzee ambaye ana hekima
ambaye anaweza kufanya maendeleo kule maeneo magharibi, angetupea mfano nzuri na Kakamega. Kakamega ingejengwa miundo msingi haina mbalimbali, barabara nzuri, kiwanja ya ndege nzuri, iwekwe international kama ile Kisumu, kwa sababu Kakamega ndio headquarter ya Waluhya. Lazima tuangalie uongozi wa Natembeya. Natembeya anazungumuza tatizo la Muluhya ule mdogo. Natembeya azungumuzi tatizo la tumbo lake. Atwoli anazungumuza shida ya tumbo yake ama Atwoli na familia yake. Mheshimiwa Wetangula anazungumuza shida ya tumbo lake na jamii yake. Lakini Mheshimiwa Governor Trans Nzoia anazungumuza tatizo ya mwananchi ule Muluhya. Nataka kuambia MCS wa Trans Nzoia, iwapo mtakubali kutumika mbandue Mheshimiwa George Natembeya kwenye kiti yake ya ugavana, kisha yule mtu ambaye anakuja kuchukua ni Mkalenjin, ambaye ni mambo ambayo imepangwa, kwa sababu Atwoli akona haja na pesa, hana haja na ule kiongozi ambaye anafaa kuzungumuza tatizo la Muluhya. So tatizo la Atwoli ni ule kiongozi anayesema ukweli ambayo Muluhya ule mdogo anafaa kumsikiza. So iwapo ule Muluhya mdogo anamsikiza Natembeya, Atwoli anaona kwamba wanakosa soko ya kuibia Muluhya ule mdogo. So njama yao ama nia ya Atwoli, afadhali wapoteze kiti ya governor Trans Nzoia iende kwa Mkalenjin, lakini wasipoteze umaarufu ya kuibia ule Muluhya mdogo. Hiyo ndio nia ya Atwoli. Ningependa kuambia jamii yangu kutoka kule maeneo ya magharibi ya kwamba msikubali kupotoshwa na mzee Atwoli. Atwoli anawakilisha tumbo yake. Atwoli hataki kiongozi wowote anayezungumuza tatizo ya Muluhya. Ndugu zangu, when Rigathi Gachagua anazungumuza kuhusu ya Mkikuyu, hanajua vizuri, kwa sababu Daniel Toroitich Arap Moi alifanikiwa kugawa kura ya jamii wa Kikuyu. Akaleta Matiba, akaleta Kibaki. Hakuna siku Mkikuyu alikuwa kuongozi until mwaka 2002 wakati Kibaki aliletwa katika kwenye madaraka. Ndipo ilivyo Wakikuyu waligundua kwamba tusikubali tena kugawanywa. So Waluhya pia wamepata kiongozi anayezungumuza tatizo lao, ambaye ni Mheshimiwa Governor Trans Nzoia, anazungumuza tatizo la Muluhya. So ningependa kuambia Muluhya, msidanganywe ya kwamba Mheshimiwa Natembeya ni mbaya. Hakuna kiongozi atakaye kuja kusaidia Muluhya kama Mheshimiwa Governor wa Trans Nzoia, kwa sababu anazungumuza tatizo ya ule Muluhya mdogo, jinsi Martin Sukuku alikuwa anazungumuza tatizo ya Muluhya ule mdogo. Mudavadi anazungumuza tumbo yake. Ndio maana amechukua chama chake cha ANC akamuuzia Mheshimiwa Rais William Ruto, akaweka pamoja ikamaji na UDA. Ningependa kuambia wapiga kura kutoka Trans Nzoia kwanza ya kwamba msikubali gavana wenu ibanduliwe na MCS kwa sababu mambo ya kuleta Mkalenjin akalie ile kiti. I'm very sorry, mimi si mkabila, but the reality ni hayo ndio mambo ambayo imepangwa. Natembeya ondolewe kwa sababu yeye ni bukusu. Sasa tulete naibu yake. We must protect our man Mheshimiwa George Natembeya. Na hii ni njama ambayo inaletwa na Atwoli. Atwoli ndio mtu ambaye anapanga hizi mpango zote. Atwoli ndio mwenye fedha ambaye anapewa kukutana na MCS kule Eldoret ili Mheshimiwa Natembeya ibanduliwe. Natembeya anatolewa si kwa sababu hanafanya uhalifu ama ameibia Trans Nzoia. Natembeya anataka kuondolewa kwa sababu anazungumuza ukweli ambaye Atwoli hataki kumsikiza. Kwa sababu hilo kweli yule Muluhya mdogo akimsikiza ataanza kuepa mkutano ya Atwoli. Kwa sababu lazima Waluhya wakae pamoja kama Wakikuyu. Kama Waluhya wanataka kwenda mbele, Wakisii wamekaa pamoja. Hao ni watu ambao wanapiga kura patana. Mkisii wamekaa pamoja nyuma yao. Muluhya hawezi kaa pamoja kwa sababu viongozi kama Atwoli, Mudavadi, Wetangula wanapata nafasi na Mheshimiwa Raila Odinga wanapata nafasi ya kudanganya Muluhya ili Muluhya asikuwe na usemi. Ndugu zangu, jamii ya maeneo ya magharibi, unganiki pamoja, mfuate gavana Natembeya kama mnataka maendeleo, miundo msingi. The only man ambaye atakayeleta revolution economic kwa jamii ya Luhya land ni Mheshimiwa Governor Trans Nzoia. Hiyo nimesema bila uoga yoyote samani, nimesema bila kuegemea upande yote. Kama tunataka kugeuza
maeneo magharibi kuwe na tajiri, ikuwe na mali, lazima tulete mheshimiwa Governor Trans Nzoia azungumuze on behalf ya people ya jamii ya Mrembe. Hii ndio mambo ambayo inasumbua Atuoli. Ndugu zangu, iwapo Gachagua angekuwa zuzu, hii nasema, iwapo mheshimiwa Manrigiji angekuwa zuzu, leo hii Kikuyu angegawanywa. Na Ruto alichora jinsi atagawa wa Kikuyu, jinsi wamefanikiwa muda mrefu kugawa Waluhya. Ilikuwa naenda kugawa wa Kikuyu hivi: Murang'a County, Kiambu County, Nyeri County, hivyo. Hapo ndio kuna kura. Hizo county ambazo nimewasabu. Then Nakuru pia ilishaondolewa. So hii ndio njama ambayo Ruto alikuwa nayo, kuondoa Wakikuyu kuongozi, kwa sababu ukishagawanya ulete for example Ndindi Nyoro from Murang'a ni kingpin, then ulete Kimani Ichung'wah from Kiambu ni kingpin, then uende Nyeri pia upiganisha hao na Gachagua, then unapata sasa elewani. Unanipata vizuri? So unapata kwamba hawa wanavurugana. Then uende Mlima Kenya East pia upate wengine pia wakukule. Then unapata kwamba wanasema kwamba sisi pia tuko hapa. So hizo ndio siasa ambayo Moi alifanikiwa kugawa Wakikuyu. Na Gachagua amekuwa smart mbele ya mheshimiwa rais, ndio maana Gachagua ameondolea. Gachagua ameondolea kwa sababu amekataa kugawanywa Wakikuyu. Jinsi Ruto amefanikiwa kugawanya Waluhya, jinsi mheshimiwa Raila Odinga amefanikiwa kugawanya Waluhya. Nataka niseme hivi, Atuoli ataki mtu kama Malala. Malala huwa anasungumuza tatizo wao ambao sisi kama Waluhya. Wengi wanaona kwamba Malala ni chisi ama kijana mdogo, but Malala anasungumuzo kweli. Kuna siku Malala alimsukuma Tuli hadi Tuli akasema kwamba ni mimi nilikufanya ukakuwa seneta wa Kakamega. So wakati kijana mdogo ameona kwamba tunatumika na wazee au wazee wanaganga hapo kwa Tuli. Kuna siku moja Tuli alichukua simu yake akampigia Peter Salasia. Na kwa sababu Salasia ni kijana ambaye anataka mabadiliko kule kwa Western Region, hakamrecord mheshimiwa Tuli. Wakati Tuli anamsomea kwamba usiongeleshe Raila Odinga vibaya, usituongeleshe vibaya, lazima ukae chini yetu ndio tukupange, ndio maisha yako yaende sawa. Salasia akamwambia kwamba I will not beg ama will not bend kwa manufaa yenu binafsi, ila nitasimama na jamii yangu ya Waluhya, ama nitasimama na jamii yangu ambao walinipigia kura ambao ni Mumias East. So unaona kama hao vijana ambao wamegundua ya kwamba sisi kama Waluhya tunatumika na jamii fulani kutoka nje. I want to tell people from maeneo ya magharibi, kura zenu ni 5,000,000. Kura ya Wakikuyu ni 7,000,000. Leta pamoja hiyo na round 12M. Tafuta Wakisii 1M. Weka hiyo ni kura ngapi? 13M. So enda maeneo ya Pwani, chukua alias Anjo weka hapo. Ukiweka hapo ni kura ngapi? Almost 14M. So automatically ukiweka natembea kama the candidate ya presidential 2027, automatically natembea anashinda kiti ya urais kirahisi. So lazima tukataa siasa ya ubedhuli, lazima tukataa siasa ya wachache, ya kwamba sisi tukishapata mwananchi amepata. Na hii ni siasa ambayo inafanywa maeneo ya magharibi, inafanywa na Mudavadi na Tuli na Wetangula. Na hii siasa ya tumbo inafanywa na mheshimiwa Raila Odinga, ya kwamba Raila Odinga akishaingia serikali na viongozi wachache, wananchi wanasema kwamba tuko kwa serikali. Lakini ukienda maeneo ya Lunyanza, umaskini na fukara. Kwa sababu gani? Mdosi wao wakishaingia kwa serikali, wao wakasiana ni kupiga makofi, wakati wao wenyewe wananchi walio rauka kupiga kura hawana uwezo ya kusomesha wanao. So hii ndio mtindo natembea nakataa kule kwao. Kwa sababu Luoland bado tumekuwa colonized na mheshimiwa mzee Raila Odinga, hatuwezi pata mtu ambaye anaweza zungumza on behalf Luos. But Luhya wamejaliwa kupata mheshimiwa Natembea, ndio maana wanakereka wakati Natembea anazungumuza tatizo ya ule Mluhya mdogo. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki. Kama ni mara kwa sana kuomba nipe support ya kusubscribe, like video, comment kwenye comment section, share. Jambo ambalo nataka kumalizia ni jambo moja, ya kwamba ukienda maeneo ya Rift Valley, North Rift wamekuwa na rais 24 years, Daniel Toroitich Arap Moi. But ukienda mahali kuna poverty, ukienda maeneo ambako kuna poverty ni maeneo ya North Rift. Kwa sababu gani? Moi
alikuwa anatoka Baringo. Baringo hadi leo kuna maskini, kuna mambo ya kupigana, kuna mambo ya wizi ya mfugo. Na rais ametawala 24 years. So unafaa ujiulize wewe, kama Moi amekuwa kwa kiti 24 years. Twende Marakwet. Marakwet iko Elgeyo Marakwet, ambapo the total man Nicholas Biwott alikuwa anatoka kule. So kama Elgeyo Marakwet hawajakuwa na miundo msingi, barabara na kadhalika na masomo na maendeleo, na Biwott alikuwa pale, so ni ishara tosha uongozi wa Rift Valley ni uongozi wa umaskini, ni uongozi wa kuabudu rais. Tuliona Moi ya kwamba nyinyi mnapangwa kwa barabara mkimba Moi 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 mtukufu rais, but the end of the day Rift Valley wamebaki maskini kwa sababu ni serikali ya mimi nikipata na marafiki zangu enough. Na hiyo ndio inaendeleshwa na Mheshimiwa Daktari Rais William Ruto, kwamba the common mwananchi from Rift Valley ni maskini, but the politician ambao wanamfuata Mheshimiwa Rais, ambao wanamtivu, wanamnamia, wanamwabudu, wanamlamba miguu zake, wote ni tajiri. Kwa sababu gani? Wana serve interest ya master. Lazima fikirie. Je, unataka ya kwamba nikishachaguliwa kama mjukuu wewe umetosheka? Asante, tukutane baadaye. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa mtetezi. Asante ni sana.